Haleluya, mtu wa Mungu, ninakusalimu katika jina la Yesu Kristo, jina lenye nguvu, jina lenye mamlaka, jina lililokilimiwa kupita majina yote ya mbinguni, duniani na hata chini ya nchi. Nikukaribishe sana kama ni mara yako ya kwanza katika huduma hii ya Tefila, basi usisahau kusubscribe, kulike pamoja na kucomment. Lakini kama ni mara yako ya kwanza kusikiliza ujumbe huu wa ili somo la season shift, ninakusihi mtu wa Mungu kaanza kwanza kusikiliza sehemu ya kwanza ya somo hili pamoja na sehemu ya pili ambazo zinapatikana hapa kwenye YouTube channel ili uweze kupata ule mtiririko wa hili somo. Kwa hiyo kama ni mara yako ya kwanza kusikiliza ujumbe huu wa mgeuko wa kimajira, basi mtu wa Mungu ninakusihi ukaanze kufuatilia kwanza mafundisho niliyoyasema huko nyuma ili uweze kupata mtiririko mzuri wa somo. Na tunamshukuru Mungu wa mbinguni sana kwa ajili ya hatua ambayo ametupatia, na hatimaye leo tunakwenda kuhitimisha somo letu hili zuri ambalo Mungu ametupatia. Na mimi na imani kabisa ya kwamba mpaka kufikia leo kuna mgeuko mpya ambao Mungu ameachilia kwenye maisha yako. Kuna mgeuko mpya Mungu ameachilia kwenye huduma yako, kwenye familia, kwenye afya, kwenye masomo, kwenye uchumi, biashara unazozifanya, kwenye kazi za mikono yako, kwenye wokovu wako, na imani kabisa ya kwamba kuna mgeuko mpya ambao Mungu amekupatia mtu wa Mungu. Na unapaswa kuamini ndani ya moyo wako, unapaswa kupokea na unapaswa kutembea katika hiyo neema. Unapaswa mtu wa Mungu kuanzia sasa ujione mtu ambaye umeingia majira mapya. Maandiko yanasema kwamba ajionavyo mtu nafsini mwake ndivyo alivyo. Hivyo unapaswa mtu wa Mungu kujitazama katika majira mapya. Unapaswa kujiona ukiwa katika msimu mwingine. Hii itakusaidia sana mtu wa Mungu. Na leo Bwana ametupa neema ya kuendelea na somo hili, na leo tutaenda kujifunza eneo moja la muhimu sana ambalo natamani mtu wa Mungu uweze kulifahamu. Natamani tutaenda kutafakari kwa msaada wa Roho Mtakatifu maeneo matano ya kuombea unapoingia majira mapya. Maeneo matano ya kuombea unapoingia majira mapya. Sasa mtu wa Mungu, natamani unielewe kwa makini kabisa. Ili eneo la muhimu sana ambalo unapaswa kulifahamu. Watu wengi wanapoingia majira mapya huaga hawafahamu haya maeneo matano ya kuombea. Kwa unakuta wanaingia bila kufanya haya maombi ya hili eneo. Mtu wa Mungu, ni muhimu kuhakikisha baada ya kuingia majira yako mapya ya kiuchumi, majira yako mapya ya kihuduma, majira yako mapya kwenye masomo, majira yako mapya kwenye kazi za mikono yako, kwenye ndoa yako, kwenye familia, kwenye kila eneo la maisha yako, hakikisha kila unapoingia majira yako mapya, haya maeneo matano unapata nafasi nzuri kabisa kuyaombea. Tenga muda wa kutosha mtu wa Mungu kufanya maombezi kwenye haya maeneo matano, kwa sababu ni maeneo ambayo yatakusaidia sana kutembea katika hayo majira mapya umeingia. Kwa sababu watu wengi baada ya kuingia majira mapya huaga wanasahau kuombea haya maeneo. Kwa unajikuta baada ya kuingia misimu yao mipya ya maisha, unajikuta hawaoni matokeo, hawaoni badiliko lolote, hawaoni matunda yote kwenye ule msimu. Kwa nini? Kwa sababu baada ya kuingia hawakutambua kwamba walipaswa kufanya maombi haya maeneo matano. Na mtu wa Mungu, unapojiandaa kuingia mwaka mpya 2026, tunapojiandaa kuingia majira mapya mwaka 2026, ni muhimu mtu wa Mungu katambua kwamba haya maeneo matano ni ya muhimu sana kuyaombea ili uweze kupata matunda na matokeo katika majira mapya ambayo Bwana anakwenda kutuingiza. Eneo la kwanza ambalo mtu wa Mungu natamani uliombee, eneo la kwanza ambalo ni la muhimu kuliombea mtu wa Mungu, ni kuombea akili za kinyakati kwenye majira yako mapya. Ombea akili za kinyakati kwenye majira yako mapya. Kila wakati majira ya maisha yako yanapobadilika na kujikuta umeingia majira mapya ya kiuchumi, biashara, huduma, kazi na kadhalika, ni muhimu sana ukatambua mtu wa Mungu nafasi ya kuombea akili za kinyakati. Watu wengi baada ya kupokea mgeuko wa kimajira uwaga wanashindwa kupata matokeo zaidi kwenye huo msimu. Kwa nini? Kwa sababu uwaga wanashindwa kutembelea na akili za kinyakati. Na ukosefu wa akili za kinyakati katika majira yako mapya ni mwanzo wa wewe kushindwa. Unaweza ndio kweli ukapata neema, Bwana amekuvusha, umeingia majira mapya, lakini pale unaposhindwa kuwa na ufahamu ama akili ya majira ulioingia, ni mwanzo wa kushindwa kwako. Sasa adui unaweza ukamshinda ukaingia majira mapya, lakini akahakikisha kwamba anakukosesha akili za kinyakati, akahakikisha kwamba anazifunga akili zako za kinyakati. Ndio pale unakuta mtu ameingia majira mapya, lakini anashindwa kuelewa mambo gani ambayo anapaswa kuyatenda kwenye hayo majira mapya. Kwa hiyo ni muhimu sana mtu ambaye kujifunza kutembea katika akili za kinyakati. Ni muhimu sana ukajifunza kuombea akili za kinyakati ili uweze kupata matunda kwenye hayo majira mapya ambayo Mungu amekuingiza. Sasa kuna faida, inawezekana uko unajiuliza mtu wa Mungu,
Kuna faida gani za kuombea akili za kinyakati? Natamani nikakutazamishe faida kadhaa hapa chini ambazo Roho wa Mungu anatamani uzifahamu linapokuja kwa bali ya swala zima la akili za kinyakati. Jambo la kwanza, mtu wa Mungu, akili za kinyakati zitakupa uwezo wa kujua ya kupasayo kutenda ndani ya msimu wako mpya. Akili za kinyakati zitakupa uwezo wa kujua ya kupasayo kutenda ndani ya msimu wako mpya. Ukifungua Nyakati wa kwanza, Mambo Nyakati wa kwanza sura ya 12 mstari wa 32, maandiko yanasema ya kwamba na wana wa Isakari, watu wenye akili za kujua nyakati, kuyajua ya wapasayo Israeli wayatende. Kutokana kwenye hilo andiko tunapata kuona kwamba kuna habari za hao watu wa Mungu ambao walifahamika kama wana wa Isakari, walikuwa ni uzao wa Isakari. Hao watu wa Mungu walikuwa na akili zisizo za kawaida, walikuwa na akili zinazoitwa akili za kinyakati. Na kwa akili hizo ziliwapa uwezo wa kujua kuwaongoza taifa zima la Israeli, kujua ni mambo gani wanapaswa kuyatenda katika wakati walioingia, ambayo yataendana na mapenzi ya Mungu kwenye maisha yao. Kwa hiyo mtu wa Mungu, pale akili za kinyakati zitakusaidia kujua ni vitu gani unapaswa kuvitenda, ni vitu gani unapaswa kuvifanya katika huo msimu ambao Mungu amekupatia. Sasa pale ambapo utajikuta umeingia majira mapya ya maisha yako na alafu hujui kitu gani ambacho unapaswa kukifanya. Unakuta mtu ameingia mwaka mpya 2026 lakini hafahamu kitu gani ambacho anapaswa kukifanya mwaka 2026. Hafahamu kitu gani ambacho anapaswa kukizalisha kwenye mwaka mpya ama majira mapya 2026. Sasa pale ambapo unaona kuna ugumu, unashindwa kujua haswa ni kitu gani unapaswa kukifanya, ni wakati wa kuanza kuombea akili za kinyakati. Ni wakati wa wewe kwenda mbele za Bwana, kupiga goti, kumwambia Mungu akupe akili za kinyakati. Akili za kinyakati ndizo ambazo zitakupa kujua ni nini haswa unapaswa utende katika majira yako mapya, ambayo yataambatana na mapenzi ya Mungu kwa bali ya maisha yako. Ukifungua kitabu kile cha Mhubiri sura ya 3 mstari wa 1, maandiko yanasema ya kwamba kwa kila jambo kuna majira yake na wakati kwa kila kusudi chini ya mbingu. Kwa hiyo maandiko yanatuambia kwamba kila jambo kuna majira yake. Sasa uwezo wa kujua ni jambo gani ulitende kwa majira hayo, majira yake haswa, ni bila kukosea, ni zao la utendaji kazi wa akili za kinyakati. Utakapokuwa na akili za kinyakati, utakosea katika kutenda kwako. Utafahamu kwa hakika muda sahihi wa kuanzisha biashara yako, muda sahihi wa kujenga, muda sahihi wa kuelewa, muda sahihi wa huduma yako, muda sahihi wa kusoma, muda sahihi wa kufanya chochote kile ambacho unakifanya kwenye maisha yako. Kwa akili za kinyakati zitakupa huo uwezo wa kujua haswa kwenye hayo majira ambayo Mungu amekuingiza ni kitu gani sahihi unapaswa kukitenda. Sio kila kitu cha kutenda kwenye hayo majira. Na watu wengi hichi kitu wakifahamu. Nakuta mtu baada ya kuingia kwenye majira mapya, yeye kila jambo analifanya. Lakini kumbe anapaswa kuwa na akili za kinyakati, hajue ni kitu gani ambacho atakifanya na kitampa matokeo makubwa. Mtu wa Mungu, ninakuombea neema katika jina la Yesu. Unapoingia haya majira mapya, Bwana akupe akili za kinyakati. Akili zilizokuwa juu ya wana wa Isakari, ambao maandiko yanatuambia walijua ya wapasayo kutenda wana wa Israeli. Mungu akakupe hiyo akili, ukajue mwaka 2026 Mungu anakusudia utende jambo gani kwenye maisha yako. Mungu anakusudia utende jambo gani kwenye kazi za mikono yako, kwenye uchumi, kwenye biashara, kwenye huduma, kwenye eneo lolote la maisha yako. Ujue kwa hakika ni kitu gani Mungu anatamani ufanye. Na jambo la pili, kwa nini, faida ya pili ya kwa nini tunaombea akili za kinyakati? Tunaombea akili za kinyakati ili tuweze kuambatana na mapenzi ya Mungu ndani ya majira mapya. Tumesoma hapo juu Mhubiri 3:1. Andiko nasema kwamba kwa kila jambo kuna majira yake na wakati kwa kila kusudi chini ya mbingu. Kwa hiyo akili za kinyakati zitakusaidia kujua mapenzi ya Mungu ama makusudi ya Mungu aliyokuwekea kwenye hayo majira mapya ulioingia. Kila msimu mpya kwenye maisha yako unabeba mapenzi fulani ya Mungu. Unapaswa kulifahamu, mtu wa Mungu. Sasa pale utakapojifunza kuombea akili zako za kinyakati, utajiweka kwenye nafasi nzuri ya kuambatanisha maisha yako na mapenzi ya Mungu. Utajiweka kwenye nafasi nzuri ya kuambatanisha masomo yako, uchumi wako, biashara yako, kazi ya mikono yako na mapenzi ya Mungu ambayo amekuandikia kwenye majira mapya. Faida ya tatu ya kuombea akili za kinyakati, zitakupa uwezo wa kutokupishana na nyakati zilizobeba fursa kwenye maisha yako. Ama kwa lugha nyingine zinaitwa Kairos moments. Kwa mtu wa Mungu, utakapojifunza kuombea akili zako za kinyakati, zitakupa uwezo wa kutambua fursa ambazo zimefungwa kwenye majira mapya ulioingia. Unaweza kama Mungu kweli amekupa neema, umeingia majira mapya ya uchumi, majira mapya ya kazi ya mikono yako, ya huduma, ya biashara unazozifanya. Sasa utakapokuwa na akili za kinyakati, utaona fursa ambayo watu wengine hawaoni. Utajikuta kwamba unachukua opportunity ama unazichangamkia fursa ambazo watu wengine hawakufikiria kabisa kwamba wanaweza kuchukua hizo hatua.
Na hiyo yote ni matokeo ya akili za kinyakati. Ukifua kitabu kile cha Yohana sura ya 4 mstari wa 35, maandiko yanasema hivi: hamsemi ninyi bado miezi minne ndipo yanakuja mavuno? Tazama, mimi nawaambieni, inueni macho yenu myatazame mashamba, ya kuwa yamekwisha kuwa meupe tayari kwa mavuno. Hapa mtu wa Mungu anatamani kutazamisha vitu viwili. Kuna wanafunzi wa Yesu, lakini pia kuna Yesu mwenyewe. Yesu ni mfano wa utendaji kazi wa akili za kinyakati, lakini wanafunzi wa Yesu ni mfano wa kuto kutenda kazi kwa akili za kinyakati. Sasa wakati Yesu anawatazamisha kwa habari ya swala zima la mashamba, ama kwa habari ya roho za watu kwa lugha ya picha, ni kwamba alikuwa anawaambia kwamba tazameni mashamba yako tayari kwa ajili ya mavuno. Kwa hiyo kwa akili za kinyakati ndani ya Kristo, mashamba yalikuwa tayari kwa ajili ya mavuno. Kuna opportunity ilikuwepo pale, kuna fursa ilikuwepo pale. Na Yesu alikuwa anawaambia wanafunzi wake kwamba ndio wakati wa kwenda kufanya kazi, ndio wakati wa kwenda kuvuna hayo mavuno. Sasa ukija kwa upande wa wanafunzi, wao walikuwa wanaona kwamba bado muda upo. Ndio maana wanasema kwamba bado miezi minne. Bado miezi minne inakuja ndipo tutakwenda kuvuna. Lakini hii inaonyesha kwamba akili zao za kinyakati zilikuwa zinaenda kupishana na ile fursa ambayo ilikuwa mbele yao. Kwa hiyo mtu wa Mungu, natamani ni kuonyesha kwamba akili za kinyakati zitakapokuwa juu yako, zitakupa uwezo wa kujua ya kwamba fursa iko mbele yako na kuichangamkia kwa haraka. Wanafunzi wa Yesu walisi wana muda. Ndio kitu ambacho watu wengi wanakuaga nacho. Baada ya kuingia majira mapya, badala ya kuombea akili zao za kinyakati ziwe makini, waweze kupambanua majira na nyakati walioingia, unajikuta ya kwamba wanahisi wana muda wa kutosha. Wanahisi kwamba muda upo, nitafanya tu hata baadaye, nitafanya hata kesho kutwa. Lakini unapokuwa na akili za kinyakati, utaanza kutazama vitu kwa jicho jingine kabisa. Utaanza kuyatazama mambo kwa jicho jingine kabisa. Na mtu wa Mungu, mimi ninakuombea katika jina la Yesu Kristo, Bwana akupe akili za kinyakati. Bwana akupe kuona fursa zilizobebwa ndani ya majira yako mapya ulioingia. Bwana akupe fursa, akupe jicho la kutazama hizo opportunity, akupe jicho la kutazama fursa ambazo zimeekezwa katika majira mapya ulioingia. Mtu wa Mungu, ni hatari kubwa sana, ni hasara kubwa sana unapopishana na fursa yako. Ni hasara kubwa sana unapopishana na nyakati zilizobeba fursa yako, mtu wa Mungu. Ninakuombea katika jina la Yesu Kristo, utendaji kazi wa akili za kinyakati uwe juu ya maisha yako unapoanza majira haya mapya. Lakini eneo la pili ambalo natamani mtu wa Mungu ulifahamu na kuliombea. Tukumbuke somo letu linasema kwamba maeneo matano ya kuombea unapoingia majira yako mapya. Eneo la pili ambalo mtu wa Mungu natamani uliombee ni kwa habari ya watu sahihi wa kuambatana nao. Jifunze kuombea watu sahihi wa kuambatana nao unapoingia majira yako mapya. Kila majira yanapoondoka, huondoka na baadhi ya watu kwenye maisha yako. Vivyo hivyo yanapokuja, huja na watu wapya kwenye maisha yako. Hili jambo si sawa, mtu wa Mungu. Majira yanapobadilika, huaga yanabadilisha watu kwenye maisha yako. Kwa hiyo kuna watu wanaondoka, na majira yanapokuja, kuna watu wapya huwa wanakuja kwenye maisha yako. Sasa ni muhimu kafahamu, mtu wa Mungu, ya kwamba unapoingia majira mapya, ni muhimu kwako ukamwomba Mungu akukutanishe na watu sahihi aliyokuandalia kwenye haya majira yako mapya. Wapo watu wengi ambao Mungu amekuandalia kwenye haya majira mapya ambayo umeingia, ambao watakupa hatua kwenye safari ya maisha yako ya hatima, maisha yako ya uchumi, maisha yako ya kwenye kazi ya mikono yako, kwenye elimu, kwenye huduma na maeneo mengine. Sasa wengi baada ya kuingia majira yao mapya, huaga wanashindwa kukutana na watu sahihi, kwa maana hawakuchukua jukumu la kuomba kwa ajili yao. Hawakuchukua jukumu la kujinyenyekeza mbele za Bwana kuombea watu. Hebu nikusomee maandiko hapa kadhaa hapa chini, na mtu wa Mungu na imani utanielewa vizuri. Ukifika kitabu kile cha Isaya sura 43 mstari wa 4. Tufungue kwa pamoja, mtu wa Mungu. Isaya ile sura 43 mstari wa 4. Fungua Biblia yako, mtu wa Mungu, kuna kitu kizuri kabisa ambacho Roho wa Mungu hapa anatamani ukifahamu. Maandiko yanasema hivi: kwa kuwa ulikuwa wa thamani machoni pangu na mwenye kuheshimiwa, nami nimekupenda. Kwa sababu hiyo nitatoa watu kwa ajili yako na makabila ya watu kwa ajili ya maisha yako. Kwa mtu wa Mungu, natamani utambue kwamba Bwana mwenyewe amekuahidi katika neno lake ya kwamba atatoa watu na kabila la watu kwa ajili ya maisha yako. Kwa hiyo hao watu ambao watakuwa msaada kwenye maisha yako, watakuwa msaada kwa habari ya majira ya mapya ambayo umeingia. Kwa hiyo mtu wa Mungu, ni vizuri ukatambua majira mapya ambayo umeingia mwaka huu 2026, majira mapya ambayo tunategemea kuingia mwaka 2026. Ukae ukitambua kabisa kwamba wako watu ambao Mungu amewaandaa kwa ajili ya maisha yako. Wako watu ambao Mungu amewatoa kwa ajili ya maisha yako. Kwa nini? Kwa sababu amekupenda, kwa sababu wewe ni wa thamani machoni pake, kwa sababu wewe ni wa kuheshimiwa machoni pake. Kwenye eneo la huduma yako, kwenye eneo la uchumi wako, kwenye eneo la biashara, kwenye eneo la kazi ya mikono yako, kuna watu ambao Mungu amekuandalia kwa ajili ya kukushika mkono. Kuna watu ambao Mungu amekuandalia kwa ajili ya kukupa hatua katika haya majira mapya ambayo umeingia. Sasa hao watu, licha ya kwamba Mungu amekuahidia, hawezi kuja tu from nowhere. Lazima uchukue hatua ya kuwaombea.
Tufungue kitabu cha Zaburi, Zaburi sura ya 2 mstari wa 8. Zaburi sura ya 2 mstari wa 8. Tusome pamoja mtu wa Mungu hapo. Kuna kitu kizuri kabisa ambacho Roho wa Mungu anatamani ukitambue. Zaburi sura ya 2 mstari wa 8, maandiko yanasema ya kwamba uniombe nami nitakupa mataifa kuwa urithi wako na miisho ya dunia kuwa milki yako. Uniombe. Maandiko yanaanza kusema uniombe. Kwa hiyo licha ya kwamba Mungu ameahidi ya kwamba atatoa watu kwa ajili ya maisha yako, lakini pia anakupa jukumu na wewe kwamba ufanye maombi. Anakupa jukumu ya kwamba na wewe ujinyenyekeze mbele zake ili uweze kuomba. Sasa watu wengi waga tu wanasema kwamba Mungu ameandaa watu kwa ajili ya maisha yangu. Ni kweli, ni kitu kizuri. Ni kweli ahadi ambayo Mungu ameitoa kwenye maisha yako. Lakini ili hiyo ahadi iweze kutimia kwenye maisha yako, ni lazima uchukue jukumu la kuomba. Ni lazima uchukue hatua ya kuomba. Ndio maana mtu wa Mungu ninakukumbusha, unapoyaanza haya majira mapya, hakikisha unachukua hatua. Hakikisha unapata muda wa kutosha kumwambia Mungu kwa habari ya watu aliyokuandalia katika msimu mpya. Hakikisha unatenga muda wa kutosha, mtu wa Mungu, kuombea hili jambo, kuombea watu, kuomba Mungu awalete watu, kuomba Mungu awalete wale wabebezi wa hatima yako, watu ambao watafanyika baraka kwenye maisha yako katika haya majira mapya. Na mimi nakuombea katika jina la Yesu Kristo. Bwana akawavute watu kutoka mashariki. Bwana akawavute watu kutoka kaskazini. Bwana akawavute watu kutoka kusini. Bwana akawavute watu kutoka magharibi, wakakujie katika maisha yako katika jina la Yesu. Wakujie na kukupa mkono wa shirika. Paulo anasema ya kwamba walipoiona ile neema ndani yangu, Petro, Yohana pamoja na Yakobo, watu ambao walionekana kuwa ni sifa ama kuwa ni nguzo katika kanisa, walinipa mimi mkono wa shirika. Ninakuombea katika jina la Yesu Kristo, watu wa kutafuta katika haya majira mapya, wale watu ambao Mungu amekuandalia kwenye maisha yako na waloketi kwenye maisha yako, ninawakutanisha na maisha yako, na wakutanisha na huduma yako, na wakutanisha na uchumi wako, na wakutanisha na biashara yako, na wakutanisha na kazi ya mikono yako. Pokea hiyo neema katika jina la Yesu Kristo. Pokea hiyo neema ya mataifa katika jina la Yesu Kristo. Mtu wa Mungu, ipokee hiyo neema kwa amina kubwa, na ikawe hivyo katika jina na katika damu ya Yesu Kristo. Amen. Natamani tuendelee mbele sasa, mtu wa Mungu, tuendelee eneo la tatu. Eneo tatu la kuliombea unapoingia majira yako mapya. Hakikisha mtu wa Mungu unaombea moyo wako, usiinuke ukamsahau Bwana Mungu wako. Ombea moyo wako, usiinuke ukamsahau Bwana Mungu wako. Jambo la muhimu mtu wa Mungu anatamani ulitambue unapoingia majira yako mapya ni hakikisha unaombea moyo wako. Hakikisha unaombea mahusiano yako binafsi na Mungu. Kwa nini? Kwa sababu watu wengi baada ya kuingia majira mapya huaga wana kawaida ya mioyo yao kuinuka. Unakuta mtu kabla hajaingia majira mapya, labda unakuta alikuwa anatafuta msaada wa Bwana kwenye eneo la biashara, kwenye eneo la afya yake, kwenye eneo la huduma, kwenye eneo la kazi ya mikono yake, kwenye eneo la ndoa, mahusiano, familia na kadhalika. Baada ya kuingia majira mapya sasa ya utele, baada ya Mungu kumfungulia mlango mpya kwenye maisha yake, watu wengi huaga wanajisahau. Unakuta mtu kasi yake ya maombi inapungua, viwango vyake vya kutafuta uso wa Mungu vinapungua. Kwa nini? Kwa sababu mioyo yao inaanza kuinuka. Mioyo yao inaanza kuinuka na mahusiano ya Mungu yanaharibika kabisa. Sasa mtu wa Mungu, natamani utambue kwamba baada ya kuingia majira yako mapya haya, na mimi naamini kabisa mwaka 2026 majira mapya ambayo Mungu anakupa kuingia ni majira ambayo yatakwenda kuwa ya baraka tele, yatakwenda kuwa ya neema isiyo ya kawaida. Sasa hakikisha unapoingia majira mapya moyo wako usije kainuka, moyo wako usije kumsahau Bwana Mungu wako. Ukifungua kitabu kile cha Kumbukumbu la Torati, ile sura ya 8 mstari wa 7, nitasoma mistari mingi kidogo hapa, natamani unisikilize kwa makini. Fungua Biblia yako pia pamoja nami, Kumbukumbu la Torati sura ya 8 mstari wa 7 mpaka 11. Maandiko ya Mungu yanasema, kwa kuwa Bwana Mungu wako anakuingiza katika nchi nzuri, nchi yenye vijito vya maji na chemichemi na visima vibubujikavyo katika mabonde na milima, nchi ya ngano na shairi na mizabibu na mitini na mikomamanga, nchi ya mizeituni yenye mafuta na asali, nchi utakayokula mikate humo pasina shida, hutapungukiwa na kitu ndani yake, nchi ambayo mawe yake ni chuma na milima yake mnaweza kuchimba shamba, nawe utakula ushibe. Utamshukuru Bwana Mungu wako kwa nchi nzuri aliyokupa. Mstari wa 11, maandiko sasa yanatilia msisitizo. Jihadhari usije ukamsahau Bwana Mungu wako kwa kutokuzishika amri zake na hukumu zake na sheria zake ninazokuamuru leo. Sasa hii nimekusomea hii habari ni kwa habari ya wana wa Israeli. Maandiko yanasema kwamba wakati Mungu anakwenda kuwahamisha majira wana wa Israeli, kuwaingiza majira yao ya utele, majira yao toshelevu, aliwapa angalizo ya kwamba mioyo yao isije ikainuka wakamsahau Bwana Mungu aliwatoa katika nchi ile ya utumwa, aliwatoa katika ile nchi ya Misri. Kwa mtu wa Mungu, vivyo hivyo Mungu anasema na wewe,
ya kwamba hakikisha anapokuingiza majira mapya, majira yako yanapobadilika kwenye maisha yako, unapoanza kuona utele, unapoanza kuona asali, unapoanza kuona maziwa, unapoanza kuona mizabibu, unapoanza kuona mikomamanga mitini, unapoanza kuona kuna utele fulani, kuna baraka fulani kwenye maisha yako, hakikisha mtu wa Mungu ya kwamba moyo wako hauinuki. Na hauwezi kuhakikisha kwa maneno yako. Ndio maana inakuja jukumu la kuombea moyo wako. Inakuja jukumu la kuusogeza moyo wako mbele za Bwana. Mungu akusaidia mtu wa Mungu. Mungu akusaidia mtu wa Mungu. Unapoingia ya majira mapya, moyo wako usije ukainuka. Moyo wako usije ukamsahau Bwana. Hili ni tatizo ambalo wana wa Israeli walilipitia. Baada ya Mungu kuwapeleka nchi ile ya ahadi, baada ya Mungu kuwarithisha ile Kanaani, baada ya kuingia majira yao mapya, wakamsahau Bwana Mungu wao. Wakaanza kuifuata miungu ya kigeni, wakaanza kuabudu miungu mingine. Na hili ni jambo ambalo linamchukiza sana Mungu, mtu wa Mungu. Kwa hiyo hakikisha kabisa unapoingia ya majira mapya, ombea moyo wako mteule wa Bwana. Ombea moyo wako usije ukageuka. Moyo wako usije ukamwacha Bwana. Moyo wako usije ukainuka ukaona ya kwamba ukasahau zile fadhili za Bwana kwenye maisha yako. Ukasahau ule wema wa Bwana kwenye maisha yako. Na mimi ninakuombea katika jina na katika damu ya Yesu Kristo, mtu wa Mungu. Moyo wako hautainuka. Moyo wako hautamsahau Bwana. Moyo wako hautamkaidi Bwana. Moyo wako hautamgeuka Bwana, katika jina na katika damu ya Yesu Kristo. Pokea hiyo neema, mtu wa Mungu. Eneo la 4 ambalo natamani uliombee mteule wa Bwana unapoanza majira yako mapya, hakikisha unaombea ongezeko la imani yako. Ombea kuongezeka kwa imani yako ndani ya majira mapya. Ukifua kitabu kile cha Luka mtakatifu sura 22 kuanzia mstari wa 31, maandiko yanasema ya kwamba akasema, Simeoni, Simeoni, tazama, Shetani amewataka ninyi awapate kuwapepeta kama vile ngano. Mstari wa 32, lakini nimekuombea wewe ili imani yako isipungue, nawe utakapoongoka waimarishe ndugu zako. Mtu wa Mungu, kila majira mapya huja na changamoto zake. Kila majira mapya unaoingia huja na changamoto zake. Hivyo ni muhimu kuhakikisha unaiombea imani yako ili itakapojaribiwa imani yako isitindike. Yesu alikuwa anamwambia Simon Petro, mwanafunzi wake, ya kwamba alikuwa anamwambia kwamba kuna majira mapya ambayo yanaingia, majira ambayo yalimhitaji awe na imani ya viwango vipya, kwa sababu aweze kushinda yale majaribu ambayo adui alikuwa ameandaa kwenye maisha yake. Mtu wa Mungu, natamani utambue kwamba unapoingia majira mapya kuna viwango vipya vya kujaribiwa, kuna viwango vipya vya majaribu, kuna viwango vipya vya changamoto. Hivyo ni muhimu kuhakikisha kwamba unaombea imani yako. Hivyo ni muhimu kuhakikisha kwamba unatenga muda wa kuombea imani yako. Watu wengi wanasagu hili jambo. Watu wengi waga waonaje umuhimu wa kuombea imani zao. Lakini tunaona Yesu alichukua jukumu la kuombea imani ya Petro. Sasa mtu wa Mungu unapaswa kuchukua jukumu la kujiombea. Ombea imani yako, mteule wa Bwana. Ombea imani yako isitindike ndani ya majira mapya. Ombea imani yako isiumbishwe ndani ya majira mapya. Ndio maana ukifanya kitabu kile cha Yuda ule sura ya kwanza ule mstari wa 20, maandiko yanasema kwamba bali ninyi wapenzi, mkijijenga juu ya imani yenu iliyo takatifu sana na kuomba katika Roho Mtakatifu. Mkijijenga juu ya imani yenu iliyo takatifu sana na kuomba katika Roho Mtakatifu. Hivyo mtu wa Mungu, ni muhimu kugundua majira mapya unayoingia yanakuhitaji viwango vingine vya kiimani. Ni muhimu ukatenga muda wa kujijenga. Ni muhimu ukatenga muda wa kuiombea imani yako siku kwa siku, ili pale utakapojaribiwa, ili pale majaribu yatakapokuja uweze kusimama. Na watu wengi waga wanaanguka kwa sababu hawaombei imani zao. Kwa unakuta adui anapoleta yale majaribu, anapofika tu anataka kuwapepeta kama ngano, wengi wanaanguka kwa sababu wanashindwa kuombea imani zao wanapoanza majira mapya. Wanashindwa kuombea kuongezeka kwa imani zao wanapoanza majira mapya. Mtu wa Mungu, hakikisha ya kwamba unapoingia majira mapya usitembelee viwango vya imani vya zamani. Usitembelee viwango vya imani vya majira yaliyopita. Mwambie Bwana akaifanye upya imani yako. Mwambie Bwana akakupe viwango vipya vya imani yako, ili uweze kushinda kila majaribu na upinzani utakaoinuka kinyume na wewe katika majira mapya. Na nakuombea katika jina la Yesu, Bwana akapandishe viwango vyako vya imani vikaendane na uhalisia wa majira mapya unaotegemea kuingia, vikaendane na changamoto zilizopo katika majira mapya. Pokea hiyo neema katika jina na katika damu ya Yesu Kristo, ili adui atakapokuja kukukaribia na kukujaribu uweze kusimama na kusonga mbele. Eneo la mwisho ambalo mtu wa Mungu natamani uliombee, eneo la 5. Eneo la 5 la kuliombea unapoingia majira mapya, ombea roho ya uhodari na moyo wa ushujaa ndani yako. Ombea roho ya uhodari na moyo wa ushujaa ndani yako. Ukifungua kitabu kile cha Waefeso sura ya 6 mstari wa 10, maandiko ya Mungu yanasema, hatimaye mzidi kuwa hodari katika Bwana na katika uweza wa nguvu zake. Hatimaye mzidi kuwa hodari
katika Bwana na katika uweza wa nguvu zake. Yoshua 1:6 maandiko ya Mungu anasema, uwe udari na moyo wa ushujaa, maana ni wewe utakayewarithisha watu hawa nchi hii niliyowapia baba zao ya kwamba nitawapa. Mtu wa Mungu, natamani utambue ya kwamba kila wakati Mungu alipokuwa akiwaingiza watu majira yao mapya, alikuwa akiwapa agizo la kwamba wawe hodari na wenye moyo wa ushujaa. Tukirejea habari za mtu wa Mungu Yoshua, tunapata kuona ya kwamba alipokuwa anaingia majira yake mapya, ukisoma Yoshua sura ya kwanza vizuri, utapata kugundua kwamba Mungu amemwagiza Yoshua zaidi ya mara 3 kwenye ule mstari wa 6, ule mstari wa 7 na mstari wa 9, ya kwamba awe hodari na moyo wa ushujaa. Hii inatuonyesha nini? Inatuonyesha kwamba kila majira mapya ambayo unaingia, uone kuna vita mpya ambazo zinakuwepo. Uone kuna changamoto mpya ambazo zinapatikana kwenye hayo majira mapya. Ndio maana Mungu wakati anamuingiza Yoshua kwenye majira yake mapya, alimwambia kwamba awe hodari na moyo ushujaa mara 3, kuonyesha kwamba hilo eneo ni la muhimu sana. Na maandiko yanaporudiaga neno zaidi ya mara moja ni kuonyesha uthibitisho ama kuonyesha umuhimu wa hilo jambo. Sasa mtu wa Mungu, ninatamani ya kwamba unapoanza majira haya mapya, unapoanza msimu mpya kwenye maisha yako, hakikisha unaombea roho ya uhodari ndani yako. Hakikisha unaombea moyo wa ushujaa ndani yako. Kwa sababu gani? Kwa sababu kuna vita ambazo utakwenda kukumbana nazo katika haya majira mapya. Utakapokuwa na moyo wa uhodari, utapokuwa na moyo wa ushujaa, utaweza kushinda kila vita mbele yako. Utaweza kushinda kila changamoto mbele yako. Ninakuombea mtu wa Mungu katika jina na katika damu ya Yesu Kristo. Bwana akupe roho ya uhodari. Bwana akupe moyo wa ushujaa wa kusimama na kupigana kila vita zitakazoinuka kinyume na wewe katika haya majira yako mapya. Bwana akupe kushinda dhidi ya vita zote zinukazo kinyume na uchumi wako, zinukazo kinyume na familia yako, zinukazo kinyume na ndoa yako, zinukazo kinyume na kazi ya mikono yako, zinukazo kinyume na huduma yako, zinukazo kinyume na masomo yako. Uweze kushinda na zaidi ya kushinda. Mwaka 2026 mtu wa Mungu ni mwaka wa kushinda na zaidi ya kushinda. Hakikisha mteule wa Bwana unaomba roho ya uhodari. Hakikisha mtu wa Mungu unaombea moyo wa ushujaa ndani yako. Utakuwa ni mtu wa matokeo katika majira yako mapya. Asante. Roho Mtakatifu na imani amesema na wewe. Ni jukumu lako sasa mtu wa Mungu ukatenga muda wa kutosha, na tutakwenda kuomba kwa pamoja, lakini natamani utafute muda wako wa ziada mtu wa Mungu, uendelee kuombea maeneo 5. Hakikisha siku kwa siku ndani ya majira mapya ulioingia unaombea maeneo 5 ili uweze kupata matokeo kwenye majira mapya ambayo Mungu amekupatia. Basi tutaenda mbele za Bwana kuomba kwa dakika chache tunapoelekea mwishoni wa somo letu hili. Nenda mbele za Bwana sasa mtu wa Mungu, kamshukuru Bwana. Anza kwa kumshukuru Bwana. Mshukuru Bwana kwa ajili ya majira mapya aliyokupa kuingia. Mtukuze Bwana wa mbinguni kwa ajili ya msimu mpya ambao amefungua kwenye maisha yako. Msimu mpya wa kibiashara, msimu mpya wa kihuduma, msimu mpya wa kazi ya mikono yako, msimu mpya kwenye ndoa yako, msimu mpya kwenye masomo yako, msimu mpya kwenye elimu yako. Nenda mbele za Bwana mtu wa Mungu, mshukuru Bwana. Maandiko yanasema kwamba kabla ya mambo yote natamani maombezi na dua pamoja na shukrani zifanyike. Nenda mbele za Bwana sasa mtu wa Mungu, mshukuru Bwana. Mwambie Bwana asante. Mwambie Yesu, ninakushukuru kwa ajili ya fadhili zako. Zaburi ya 136 mstari wa kwanza. Maandiko yanasema kwamba mshukuruni Bwana kwa kuwa ni mwema, kwa maana fadhili zake ni za milele. Mshukuru Bwana mtu wa Mungu. Mshukuru Bwana kwa ajili ya matendo yake makuu kwenye maisha yako. Mshukuru Bwana kwa ajili ya majira mapya aliyokupa. Sio watu wote ambao wamepata neema uliyopata. Sio watu wote ambao wamepata mgeuko wa kimajira kwenye maisha yao. Lakini Mungu amekupendelea sana mtu wa Mungu. Amekupa mgeuko wa kimajira kwenye masomo yako, mgeuko wa kimajira kwenye uchumi wako, kwenye huduma, kwenye kazi ya mikono yako, kwenye eneo la wokovu wako. Ni wakati sasa kwenda mbele za Bwana kumshukuru. Mtukuze Baba yako mbinguni. Muadhimishe Bwana kwa maneno yako. Yes. Pray mtu wa Mungu, muadhimishe Bwana. Mshukuru Bwana mtu wa Mungu. Mshukuru Bwana, usinyamaze. Mwambie Yesu asante. Mwambie Baba, ninakushukuru kwa ajili ya matendo yako makuu kwenye maisha yangu. Mwambie Yesu, ninakushukuru kwa ajili ya matendo yako makuu kwenye maisha yangu. Peleka shukrani mbele za Bwana. Mwambie Roho Mtakatifu akusaidie kushukuru vyema. Na maandiko matakatifu ya Mungu yanasema kwamba nenaye kwa lugha ushukuru vyema. Anza kunena kwa lugha sasa. Blast in other tongues. Speak in other tongues. Nena kwa lugha mpya, nena kwa lugha nyingine. Roho Mungu atakaye kujalia. Mwambie Bwana asante. Mwadhimishe Bwana kwa maneno yako. Ranusa kapalia katele, randa badusa katele, rada badia kataya, rana masuvele tele, janda rabakusa katea. Baba tunakushukuru, Yawe tunakutukuza kwa ajili ya matendo yako makuu kwenye maisha yetu, kwa ajili ya majira mapya uliyotupa kuingia. Baba tunakushukuru. Rana masuvele keria,
randa baladusa katele, jiva rusa kataya, randa badea katele. Baba tunakushukuru kwa kuwa umetupa neema isiyo ya kawaida, umetupa upendeleo usio wa kawaida wa kuyaona majira haya mapya. Paruse velia kataya, branda rabadose ketele, rimanduza valate, jeprahusa katele mataya, randa badose ketele. Mwadhimishe Bwana mtu wa Mungu, mshukuru Bwana mtu wa Mungu, mwambie Baba asante, mwambie Baba kwa mbinguni asante kwa ajili ya majira mapya aliyokupa kuingia. Ni neema tu mtu wa Mungu, ni neema tu, ni neema Bwana amekupa, sio kwamba unastahili sana, ni neema tu ya Bwana amekupatia. Mshukuru sasa Bwana kwa maneno yako. Parusa palia tele, branda rusa katele, randa badusa katia, rata baladosa, jepalanda katele. Baba tunakushukuru, Baba tunakutukuza, Baba tunakutukuza kwa ajili ya uaminifu wako uliotuonyesha wa kutupa kuingia majira haya mapya. Parasu velia katele, brando siva lataya. Baba tunakuadhimisha katika jina na katika damu ya Yesu Kristo. Nenda mbele za Bwana sasa, anza kuombea eneo la kwanza kwa habari ya akili za kinyakati. Nenda mbele za Bwana mtu wa Mungu, mwambie Bwana akumiminie roho iliyokuwa juu ya wana wa Isakari ya kutambua majira na nyakati na jambo liopasalo kutenda na jambo likupasalo kutenda. Nenda mbele za Bwana sasa mtu wa Mungu, fungua kinywa chako, mwambie Bwana akupe roho iliyokuwa juu ya wana wa Isakari iliyowawezesha kutambua majira na nyakati. Nenda mbele za Bwana sasa, pray mtu wa Mungu, pray katika jina la Yesu Kristo. Palabadusa katala na mande, zivalusa palatea mandala, zeparusa patele mandala, katika jina na katika damu ya Yesu. Pray mtu wa Mungu, mwambie Bwana akupe akili za kinyakati, mwambie Bwana akupe akili za kinyakati, mwambie Bwana akupe akili za kinyakati. Pray mtu wa Mungu, ni jambo la muhimu sana hili. Unahitaji akili za kinyakati ili uweze kujua ya kupasaye kutenda kwenye haya majira mapya. Parabado shapalakata, liko sandala bakoria, zeparanda batelia. Ninakuombea katika jina la Yesu Kristo, Bwana akupe akili za kinyakati. Pera dabasea, liko savalataya, membra rusa palita, jeko saya na mandos, leka palakatea. Pokea akili za kinyakati mteule wa Bwana, pokea akili za kinyakati mteule wa Bwana. Bwana akupe kujua ya kupasaye kutenda kwenye haya majira mapya. Ujue kwa hakika kupasaye kutenda kwenye eneo la uchumi wako, kwenye eneo la biashara yako, kwenye eneo la kazi ya mikono yako, kwenye eneo la masomo yako, kwenye eneo la huduma yako, kwenye eneo la wokovu wako. Parada basuvele ketele, randa la bakosa kataya. Bwana akupe akili za kinyakati mtu wa Mungu, Bwana akupe akili za kinyakati mtu wa Mungu. Pokea huo ufunuo wa kinyakati mteule wa Bwana, pokea hiyo elimu ya kinyakati mteule wa Bwana, pokea hiyo elimu ya kinyakati mteule wa Bwana, pokea hiyo hekima ya kinyakati mteule wa Bwana. Parada badosa katele, palanda bakosa kataya. Omba mteule wa Bwana, omba. Pray, speaking tongues. Kama una neema ya kunena kwa lugha, omba katika roho, paliva lusa katele, randa badosha katea. Omba katika jina la Yesu Kristo. Pray. Mwambie Bwana akupe roho iliyokuwa juu ya wana wa Isakari ya kutambua majira na nyakati, ili usiweze kupishana na fursa zako, katika jina na katika damu ya Yesu Kristo. Pray mtu wa Mungu, omba katika jina la Yesu. Maandiko yanasema kwamba ombeni neno lote kwa jina langu, naye Bwana atafanya, naye Baba atafanya. Ombeni neno lote kwa jina langu, naye Baba atawapa. Pray mtu wa Mungu, omba akili za kinyakati. Maandiko yanasema kwamba utakapoomba samaki, Bwana atakupa nyoka. Unapoomba mkate, Bwana atakupa jiwe. Unapoomba akili za kinyakati, ujue kabisa kwamba ndicho tunachokwenda kupokea mteule wa Bwana. Endelea kuomba akili za kinyakati. Repo saya na mandes, reko saya na mando. Pray katika jina la Yesu Kristo, nawe utapewa. Ombeni nanyi mtapewa. Pray mtu wa Mungu, omba akili za kinyakati, naye Bwana anakupa bure wakati huu. Naona ukipokea akili za kinyakati, naona ukipokea uwezo wa kupambanua majira na nyakati kwenye majira yako mapya. Rapa losa katele, pilanda badusa kataya, rande besuva letea. Nenda mbele za Bwana sasa, muombe Bwana akupe neema ya kukutana na watu walio sahihi watakaofanyika baraka kwenye maisha yako. Nenda mtu wa Mungu, omba mbele za Bwana kukutanisha na watu sahihi. Zaburi ile sura ya 2 mstari wa 8, maandiko yanasema kwamba uniombe nami nitakupa mataifa kuwa urithi wako. Nenda mbele za Bwana sasa, omba Bwana kukutanisha na watu walio sahihi kwenye eneo la uchumi wako, kwenye eneo la biashara yako, kwenye eneo la huduma, eneo la kazi, kwenye masomo yako, kwenye kila eneo la maisha yako. Mwambie Bwana kuinulia watu walio sahihi, watu ambao watakushika mkono, watu ambao watakupa hatua, sio watu ambao watakurudisha nyuma, bali watu ambao watakusogeza mbele kuifikia hatima yako. Palabadosha ketele. Nenda mbele za Bwana sasa, omba mtu wa Mungu. Mwambie Bwana kukutanisha na watu walio sahihi, akupe neema kukutana na watu walio sahihi, akupe neema kukutana na watu walio sahihi, wabeba hatima, watakao kupa hatua kwenye maisha yako kwa jina na katika damu ya Yesu Kristo. Kataa kila mazingira ambayo yatakufanya
kukutana na watu wasio sahihi kwenye maisha yako. Kataa kila mazingira ambayo yatakufanya kukutana na watu ambao watakuingiza kwenye majaribu, watakuingiza kwenye changamoto. Kataa hiyo mazingira katika jina la Yesu. Kataa katika ulimwengu wa kiroho. Hao watu wakatae mapema. Unapokataa kwenye maombi haya, hawatakusogelea. Watakapokusogelea watashindwa kuongea na wewe, watashindwa kukushawishi, maana kuna wingu la maombi, kuna ukigo wa kimungu utakuwa juu yako. Pray, mtu wa Mungu, mwambie Bwana akusaidie usikutane na watu ambao watakurudisha nyuma kwenye safari yako ya uchumi, kwenye safari yako ya biashara. Mwambie ninajitenga na hayo mazingira ambayo yatakutanisha na watu wasio sahihi. Nenda mbele za Bwana sasa, mtu wa Mungu, mwambie Bwana akukutanishe na watu walio sahihi. Pray. Unapoomba kuna kitu kinatokea, mteule wa Bwana. Kuna watu wanakuwa located kwenye maisha yako. Kuna watu wanakuwa located kwenye uchumi wako. Kuna watu wanakuwa located kwenye biashara unazozifanya. Kuna watu wanakuwa located kwenye huduma unayoifanya. Kuna watu wanakuwa located kwenye kazi unazozifanya. Rapalabakosa katalabata leko savada katelea mandusa valikataya. Ninakuombea katika jina la Yesu, Bwana akukutanishe na watu walio sahihi kwenye maisha yako kwa habari ya majira mapya uliyoingia. Wakakutafute popote ulipo, wakaijilie nuru yako, wakaitafute nuru yako. Palada bakosa katalabata mando robo sakatalabata riko sanda la batelia riko saya na mando pelada bakuse ketele, katika jina na katika damu ya Yesu. Nenda mbele za Bwana sasa, mtu wa Mungu, mwambie Bwana imarishe imani yako. Mwambie Bwana imarishe imani yako. Unapoingia majira yako mapya, Bwana akaongeze viwango vya imani yako. Bwana akapandishe viwango vya imani yako. Maandiko yanasema ya kwamba bali ninyi wapenzi, mkijijenga juu ya imani yenu iliyo takatifu sana na kuomba katika Roho Mtakatifu. Yuda 1 ule mstari wa 20. Nenda mbele za Bwana sasa, mtu wa Mungu, omba katika Roho Mtakatifu. Omba katika Roho Mtakatifu. Jenga imani yako, mtu wa Mungu. Pray in the spirit. Jenga imani yako, mtu wa Mungu. Pray in the spirit, mtu wa Mungu. Uijenge imani yako. Uijenge imani yako. Upandishe viwango vya imani yako. Palada bakosa katele, palanda bakosa kataya, rebo ndaya katele. Ninakuombea mtu wa Mungu, kama Yesu alivyomwombea Petro imani yake isitindike. Ninakuombea katika jina la Yesu Kristo, adui atakapokupepeta, adui atakapojipanga kukupepeta, mteule wa Bwana, imani yako haitapunguka. Mteule wa Bwana, utaanguka katika jina la Yesu. Utasimama na kuendelea mbele, utashinda na zaidi ya kushinda. Rada bakosa katele bataya. Ninaiombea imani yako, mtu wa Mungu. Ninaiombea imani yako, mteule wa Bwana, itakwenda kusimama na iongezea viwango vipya katika jina la Yesu. Palala bakose likala na mandaya rebo saya katele, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Imani yako ikaimarike sasa, imani yako ikaimarike sasa, viwango vya imani yako vikaongezeke. Palada bakose ketele pilia manduza valetia paria basovia tele palanda badosia preketelia parando sike palide saya rakosia lekataya paradosa jemenia rakataya na mando. Pokea hiyo neema katika jina la Yesu, pokea hiyo neema katika jina la Yesu. Imani yako inajengeka sasa, imani yako inajengeka sasa. Unapoomba katika Roho, imani yako inajengwa. Palisa valusa tele radabakosa katea. Kama na hiyo neema, mtu wa Mungu, pray katika Roho Mtakatifu. Kuna kitu kipya kinazaliwa kwenye imani yako, kuna viwango vipya vinapandwa kwenye imani yako kwa jina la Yesu. Nenda mbele za Bwana sasa, ombea kwa habari ya roho ya uhodari pamoja na moyo wa ushujaa. Unapoingia majira haya mapya, Bwana akupe viwango vipya vya uhodari ndani yako. Bwana akupe viwango vipya vya ushujaa ndani yako katika jina na katika damu ya Yesu Kristo. Kama alivyompa viwango vipya vya ushujaa na uhodari kwenye maisha ya Yoshua alipokuwa akiingia ile majira yake mapya, Bwana akupe hiyo neema sasa katika jina la Yesu. Mwambie Bwana akupe uhodari, mwambie Bwana akupe nguvu, mwambie Bwana akupe ushujaa unapoingia haya majira mapya. Maandiko yanasema kwamba hatimaye mzidi kuwa hodari katika Bwana na katika uwezo wa nguvu zake. Mwambie sasa Bwana akupe uhodari katika uwezo wa nguvu zake. Mwambie sasa Bwana akupe uhodari katika uwezo wa nguvu zake. Palada bakuse ketele rimantaya la badusa ve parada bakoria palinde besuva latea rapapakose ketele bila mandusa varia raparuse ketele. Vita vyote ukashinda na zaidi ya kushinda. Hakuna vita ambayo utashindwa, mteule wa Bwana. Hakuna vita ambayo utashindwa, mteule wa Bwana. Utashinda na zaidi ya kushinda, maana Bwana amekupenda, maana Bwana amekupenda, maana umetokana na Mungu, maana umezaliwa na Mungu, na kile kizaliwacho na Mungu ushinda ulimwengu. Rabaduse ketele rika palia mandosa vela baladu ya katele radada bakuse ketele. Kajina na katika damu ya Yesu ninakuombea roho ya ushujaa, roho ya uhodari ndani yako. Ninakuombea roho ya uhodari ndani yako. Ninakuombea moyo wa ushujaa ndani yako. Unapoingia majira mapya, utaweza kushinda kila aina ya vita. Hakuna mtu atakayesimama mbele yako. Hakuna vita itakayosimama mbele yako. Hakuna jeshi itakayosimama mbele yako. Paradabakose lika palakataya. Pokea hiyo neema katika jina na katika damu ya Yesu Kristo wa Nazareti. In the mighty name of Jesus we pray. Amen. Hallelujah, mtu wa Mungu. Hallelujah, mtu wa Mungu. Namtukuza Kristo kwa ajili yako. Namtukuza Bwana kwa ajili yako. Imani yangu ya kwamba kuna hatua mpya Bwana amekupatia. Hakikisha mtu wa Mungu unaendelea kulilia jina la Bwana.
Hakikisha mteule wa Bwana unaendelea kuliitia jina la Bwana kwenye haya maeneo matano. Hakikisha unaombea haya maeneo matano siku kwa siku ili uweze kupata matokeo kwenye maisha yako. Mungu akubariki sana. Neema ya Kristo ikutunze, neema ya Bwana isikupungukie kuanzia sasa na hata milele. Amen.